fahamu aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo la Katoliki Dar es Salaam, Kardinali Polycarp Pengo. Kanisa Katoliki nchini Tanzania na Afrika linaomboleza kifo cha Polycarp Kardinali Pengo aliyefariki usiku wa Alhamisi Februari 19 mwaka 2026, kama ilivyotangazwa na askofu mkuu wa Dar es Salaam Theodatus Ruwaichi kuwa Pengo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete akiwa na umri wa takribani miaka 82. Alifahamika kwa tabia ya upole na kuzungumza taratibu hata pale alipomzungumzia masuala nyeti na mazito ya kiimani au kukosoa mifumo ya uongozi wa kisiasa, serikali na viongozi wake. Hata alipochokozwa alijibu kwa upole. Wakati mmoja Askofu Josephat Gwajima wa Kanisa la Ufufuo na Uzima alimtolea maneno makali, lakini Pengo alipoulizwa na chombo kimojawapo cha habari alijibu kuwa hamfahamu huyo askofu. Tayari alikwisha waeleza bayana anapendelea azikwe eneo la Pugu lililopo takribani kilomita 25 nje ya jiji la Dar es Salaam. Pengo si tu alichagua eneo la kuzikwa, bali aliratibu kaburi atakapozikwa. Katika moja ya mahojiano na kituo cha televisheni cha Tumaini kinachomilikiwa na Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Pengo alisema eneo hilo alilipenda na anatarajia uamuzi na chaguo lake hilo litaheshimiwa. Hata hivyo, mara nyingi maaskofu wakuu na makardinali wa Kanisa Katoliki kuzikwa ndani ya makanisa ya kiaskofu. Kardinali Polycarp Pengo alizaliwa Agosti 5 mwaka 1944 huko Sumbawanga mkoani Rukwa, eneo la Nyanza za Juu Kusini lililo jirani na Ziwa Tanganyika. Alipadilishwa mwaka 1971. Alisomea theolojia ya maadili mjini Roma katika chuo kikuu cha Pontifical Lutheran ambako alipata shahada ya uzamivu daktari mwaka 1977. Alifundisha theolojia ya maadili katika seminari kuu ya Kipalapala iliyo Tabora kwa muda mfupi, kisha akawa mgombea lector wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea jijini Dar es Salaam hadi mwaka 1983. Aliteuliwa kuwa askofu wa Nachingwea sasa Lindi mwaka 1983 na baadaye askofu wa Tunduru kwa sasa ni Masasi mwaka 1985. Mwaka 1990 aliteuliwa kuwa askofu mwandamizi Kodi Jota Dar es Salaam, akijongea kustaafu rasmi kwa Laurent Kardinal Rugambwa. Mwaka 1992 akawa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Kufuatia kustaafu kwa Kardinal Rugambwa ambaye alifariki dunia mwaka 1997 Desemba, Pengo alitangazwa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili katika mkutano wa makardinali Consistor wa tarehe 21 Februari mwaka 1998. Alikuwa miongoni mwa makardinali waliopiga kura katika mkutano wa kumchagua papa mwaka 2005 uliomchagua Papa Benedikti 14 na pia katika mkutano wa mwaka 2013 uliomchagua Papa Francis. Alikuwa mwanachama wa vyombo mbalimbali vya Kuria ya Vatican ikiwepo uinjilishaji wa mataifa, mafundisho ya imani, mazungumzo ya kidini na tamaduni na baraza, pamoja na baraza la maalum la Afrika la Sinodi ya Maaskofu. Tangu mwaka 2007 alikuwa rais wa SECAM, shirikisho la mabaraza la askofu Afrika na Madagascar. Septemba 18 mwaka 2012 aliteuliwa na Papa Benedict wa 14 kuwa mmoja wa wajumbe wa sinodi kwa mkutano mkuu wa 13 wa kawaida wa sinodi ya maaskofu uliofanyika Oktoba mwaka 2012.
Pia Mwanzama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 huko jimbo la Katoliki Sumbawanga. Aliwekwa wakfu padri Juni tarehe 20 mwaka 71 na hayati Msham Charles Msakila, askofu wa jimbo Katoliki Sumbawanga, zamani Karema, Februari 21 mwaka 1998. Januari 6 mwaka 1984, Mwazama Polycarp Kardinali Pengo aliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu katika Basakila ya Mtakatifu Petro mjini Vatican, Roma, kwa mikono Mtakatifu Papa Yohane Paul wa Pili. Alichaguliwa kuwa miongoni mwa makardinali wapya na kupewa hadhi hiyo rasmi April 26 mwaka 1998 na Mtakatifu Papa Yohane Paul wa Pili. Baba Mwandama Pengo alistaafu kuiongoza jimbo kuu la Dar es Salaam tarehe 15 Agosti mwaka 2019 akiwa ameliongoza katika takriban miaka 27 tangu Julai 22 mwaka 1962. Ikumbukwe kuwa hayati Polycarp Kardinali Pengo Januari 6 mwaka 2024 alitimiza miaka 40 hapo alipowekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu. Bwana ametwaa, pumzika kwa amani. Mwandama Polycarp Kardinali Pengo. Mwanzama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 huko jimbo la Katoliki Sumbawanga. Aliwekwa wakfu padri Juni tarehe 20 mwaka 71 na hayati Msham Charles Msakila, askofu wa jimbo Katoliki Sumbawanga, zamani Karema, Februari 21 mwaka 1998. Januari 6 mwaka 1984, Mwazama Polycarp Kardinali Pengo aliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu katika Basakila ya Mtakatifu Petro mjini Vatican, Roma, kwa mikono Mtakatifu Papa Yohane Paul wa Pili. Alichaguliwa kuwa miongoni mwa makardinali wapya na kupewa hadhi hiyo rasmi April 26 mwaka 1998 na Mtakatifu Papa Yohane Paul wa Pili. Baba Mwandama Pengo alistaafu kuiongoza jimbo kuu la Dar es Salaam tarehe 15 Agosti mwaka 2019 akiwa ameliongoza katika takriban miaka 27 tangu Julai 22 mwaka 1962. Ikumbukwe kuwa hayati Polycarp Kardinali Pengo Januari 6 mwaka 2024 alitimiza miaka 40 hapo alipowekwa wakfu katika daraja takatifu ya uaskofu. Bwana ametwaa, pumzika kwa amani. Mwandama Polycarp Kardinali Pengo.